Ikiwa leo ni siku ya Jeshi la Zimamoto duniani, kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Iringa, Jacqueline Mtei, ameongoza zoezi la usafi katika soko la Mwamwindi Mlandege, ikiwa ni sehemu ya kuadhimisha siku hiyo kwa vitendo vinavyogusa jamii. Zoezi hilo limehusisha askari wa zimamoto pamoja na wananchi, likilenga kuboresha mazingira ya biashara na kuhamasisha usafi ili kuzuia majanga yanayoweza kuepukika. Akizungumza wakati wa zoezi hilo, kamanda Mtei ametoa rai kwa wananchi kushirikiana kwa karibu na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, hususan kwa kutoa taarifa za haraka pale majanga yanapotokea. Mbali na shughuli ya usafi, jeshi hilo pia limefanya matendo ya huruma kwa kujenga nyumba kwa kijana mwenye changamoto ya afya ya akili, hatua iliyopokelewa kwa shukrani kubwa na wananchi wa eneo hilo. Hii siku tunaadhimisha kwa kuwakumbuka wenzetu ambao walipata ajali ya moto wakati wanatekeleza majukumu yao ya msingi ya kuzima moto, ambao iliwapelekea mpaka kupoteza maisha. Ndio maana sisi kama Jeshi la Zimamoto tukaanza kuadhimisha kwa wiki nzima. Tulianza sisi tarehe 28 ambapo ndo kilele leo tarehe 4 ya mwezi wa 5. Lengo ni nini? Hii kumbukizi inaenda na kauli mbiu ambayo inasema chukua tahadhari leo kuokoa maisha na mali kesho. Tunaitaka jamii kuchukua tahadhari leo ili iweze kuokoa maisha na mali kesho. Kwa nini tunasema kuchukua tahadhari? Achukue tahadhari dhidi ya moto pamoja na majanga mengine ambayo yanaweza kupelekea upotevu wa mali au maisha. Tunaposema jamii ichukue tahadhari, kwa wiki nzima tumekuwa tukitoa elimu ya kinga na tahadhari ya moto sehemu mbalimbali. Lengo ni nini? Kumjengea mwananchi uelewa wa kuchukua tahadhari kwa kuepuka majanga ya moto. Watakuwa chukua tahadhari kwa kuwakaribisha zimamoto na uokoaji nyumbani kwako au sehemu yako ya biashara, ili waweze kukukagulia eneo lako na kukupa ushauri, na uhakikishe ule ushauri wanaokupa unaufanyia kazi. Tunaomba na hilo, chukua tahadhari kwa kuleta ramani yako Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, ukaguliwe ili upewe ushauri toka unajenga, ujenge ujenzi bora ambao utakusaidia wewe kuepuka na majanga, au hata majanga yanapotokea moto, basi ule moto usilete madhara zaidi. Chukua tahadhari ya leo kwa kuhakikisha elimu tunayotoa kwa jamii unaifanyia kazi. Sote kwa pamoja tukishirikiana kwenye kuchukua tahadhari, hakika majanga ya moto pamoja na majanga mengineyo yatapungua. Ndio maana sisi leo katika kufikia kilele hiki cha siku ya zimamoto tumeamua, kwa asubuhi tulianza na matembezi kutoka kituoni kuja hapa. Pia tukafanya usafi kwenye soko kwa sababu tunajua masoko huwa yana changamoto sana kwenye mioto. Lengo ni nini? Lengo kuwakumbusha wananchi kuchukua tahadhari kwenye sehemu za mikusanyiko mingi, sehemu yenye bidhaa nyingi na miundombinu ambayo inaweza ikapelekea moto na kuteketeza mali. Kwa hiyo hii leo sisi tuko hapa kama kuamsha jamii, kuikumbusha tena na kuwataka Wanairinga wote kwa ujumla tushirikiane na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kuhakikisha tunachukua tahadhari, kuhakikisha tunatembea na kauli mbiu hii, ukichukua tahadhari leo basi wewe utaokoa maisha na mali kesho. Bali na hiyo, sisi pia kama Jeshi la Zimamoto na Uokoaji katika wiki hii tuliona tufanye mahitaji kwa jamii ile ambayo yenye uhitaji. Kwa hiyo katika kuadhimisha siku yetu leo pia kuna mama yuko maeneo ya Isakalilo na hilo tunaenda kumkabidhi nyumba yake. Alijenga nyumba akashindwa kuipaua, na kwa bahati mbaya kipindi cha mvua akawa amejifungua kwa operation. Na tunafahamu mkoa wetu wa Iringa mwaka huu ulikuwa na mvua nyingi sana. Kwa hiyo ikabidi aondoke arudi nyumbani kwa mama yake mzazi na watoto wake wale wanaosoma awaombee kwa majirani ili naye kuweza kujinusuru. Kwa hiyo tuliguswa kwa scenario kama ile, na tukielewa mkoa wetu kuna baridi nyingi na kuna mvua nyingi. Tukaona tumsaidie kuwezeka nyumba yake ili aweze kurudi kukaa na watoto wake. Kwa hiyo zoezi nalo tulianza Jumamosi na leo kwenye kilele tunaenda kumkabidhi nyumba yake. Lengo ni nini? Tunarudisha imani kwa jamii, tunarudisha upendo kwa jamii. Kama tunavyosema sisi tunaokoa maisha na mali. Kwa hiyo kwenye maisha kuna namna nyingi za kuokoa maisha.